ni furaha ikizidi rafiki yangu. Shida. Nini shida? Jana tumetoka uwanjani mwanangu, tumesupport timu yetu, tumepambana, mwisho siku tumepata alama 3, tumempiga Singida. Lakini nimeharibu simu yangu ndugu yangu, simu haifunction tena, imeanguka rafiki yangu. Hapo sasa hivi online onekani. Sipo online tena, simu imepasuka. Kwa majanga juu ya majanga rafiki yangu. Hii simu ya 3 ndani ya miezi 2. Chanzo furaha Yanga hiyo ndugu yangu imenikosesha simu sasa hivi. Lakini matajiri wanaona. Bana sawa. Jambo dogo matajiri, jambo dogo sana. Kweli bwana, mimi naamini matajiri, naamini ndugu zangu, naamini jamaa. Naweza kufanya jambo mara talaba la Yanga nikarudi hewani nikapata simu wewe. Hapo hamna 700 unapata kama choma ngapi? Simu yangu bwana unajua hii 650. Unapata simu. Unaweza kupata simu rafiki yangu. Ndio. Vipi Yanga umeonaje jana? Sio mchezo bwana. Yani sio mchezo. Mwanzo mzuri. Yaani ule unaitwa mwanzo. Unajua sasa hivi tuna ligi yetu ya pekee yetu. Kwa kwenye hii ligi yetu ya pekee yetu hii ni mwanzo mzuri. Ligi ambayo unacheza kila baada ya siku 2. Unafanikiwa kupata matokeo mechi yako ya kwanza dhidi ya Singida Black Stars uwanja wa nyumbani kwake. Yaani sehemu, yaani mtu katandika mwenyewe, geto analijua mwenyewe, kitanda katandika mwenyewe, shuka ya kwake, kila kitu mpaka maji ya kuoga anapoandalia yeye. Na mwisho wa siku unapiga zako mechi, nashinda, unaondoka kifua mbele. Jambo kubwa. Una maana gani kusema hii ligi ya kwenu? Lazima tuseme ligi ya kwetu kwa sababu tunaendelea kuwa madominant katika hii ligi. Yaani tunaendelea kuidominant hii ligi, tunaendelea kuonesha kwamba Young Africans bado tuna muda mrefu sana wa kuitawala ligi ya NBC Premier League na kuchukua vikombe vyote ama kuvitetea vikombe vyote vilivyobaki. Jana Okello kafunga bwana. Bao lake la kwanza amesafisha nyota, amesemwa sana Okello. Unajua mabao kama yale mchezaji anapopata nafasi au wasaa wa kufunga yanamrudisha kwenye confidence, lakini pia anakuwa ni mwanzo mzuri wa yeye kuendelea kuwa na muendelezo mzuri wa kufunga. Ndio maana uliona jana wachezaji wenzake walimpongeza sana baada ya kufunga ile goli. Kufunga goli la kwanza ni muhimu sana kwa wachezaji wakubwa. Linakuingizia confidence, linakufanya uone sasa naianza kazi. Kwa rasmi Okello ameianza kazi na uzuri ameianzia Singida. Kwa hiyo kama kaweza kuianza kazi kwenye kiwanja kigumu, ugenini, kwenye mazingira magumu, tutegemee makubwa sana hapo nyumbani KMC. Kwa hiyo tujue kwamba Okello ameianza kazi rasmi. Okello ameanza sasa kuonesha yale machachari yake rasmi. Alikuwa anatupa tu trailer introduction, lakini sasa Okello ameingia rasmi sasa katika kinyang'anyiro cha ufungaji. Ule uwanja Airtel mmepata alama 3 yenyewe, mabao ya kutosha. Simba anakwenda kucheza pale kesho kutwa. Unajua Yanga ni Yanga, Simba ni Simba. Unapoizungumzia Yanga unazungumzia timu ambayo haichagui eneo la kupata matokeo, haichagui uwanja wa vita. Young Africans popote utakapomweka ujue yeye anaweza kupigana vita. Tumeshuhudia akishinda kwenye viwanja vingi vigumu, maeneo mengi magumu, kwenye mazingira magumu. Kuna viwanja ambavyo sisi huwa tunapata navyo tabu sana, lakini bado tunaweza kuchukua alama. We mwenyewe ni shahidi ndugu yangu, kama unakumbuka kunaitwaje kule Namungo, kiwanja ni kigumu sana kwa Young African Ruangwa, lakini tumeweza kupata matokeo. Kwa hiyo huo ni muendelezo wa kuonesha Yanga hachagui shamba, yaani Yanga ni mkulima halisi, yaani huwa hachagui jembe wanasema. Umeelewa? Kwa sisi kiwanja chochote, sehemu yoyote, mazingira yoyote, sisi tunatwanga. Muhimu ni kukusanya alama 3 na kuendelea kutengeneza gap kubwa kwa anayetupatia ili tuweze kutetea vitaji vyetu vyote. Tunarudi Dar es Salaam hapa, mna mchezo mwingine. Maandalizi yenu ya Young Africans, tumeona performance ya wachezaji pale jana. Kama Yanga imecheza vizuri sana kuliko mchezo ule wa Simba. Ni kawaida kwa sababu Young Africans huwa inabadilika kila mechi, na uzuri wa Pedro Gonçalves huwa ana approach ya kila mechi. Mimi tu nikuelezeni kidogo kimpira. Ndio. Wa Young Africans kwenye mchezo huwezi kuikompea Yanga iliyocheza na Singida ukaikompea Yanga iliyocheza na Simba Sports Club. Yanga inayocheza na Simba Sports Club ni Yanga ambayo inajua inacheza na mtani wake wa jadi na mpinzani wake mkubwa. Kwa hiyo mara nyingi anachokiangalia ni minimum harm, maximum advantage. Nikifunguka sana, ikitokea akanifunga, nini kinatokea? Lakini nikijilinda nikahakikisha huyu apate matokeo kwangu, nini kinatokea? Kwa hiyo hiyo ni approach ya mwalimu. Mwalimu wetu amekuja katikati ya msimu. Sawa, walimu wote waliondoka wameipa kikombe Young Africans. Sawa, vikombe mara 4 mfululizo. Yeye anajua standard ya Yanga ni kuchukua vikombe
vya ligi ya klabu bingwa yani ya Tanzania, lakini na vilabu na vikombe vyote. Kwa hiyo yeye kwenye akili yake kocha wetu anawaza kuhakikisha anatengeneza vipi mazingira ya kuweza kuchukua kombe. Pedro Gonçalves anachohitaji ni kombe. Standard ya Yanga imesetiwa kwa ajili ya kuchukua mataji. Kwa hiyo mpira anaocheza, namna ya mpira anaocheza ataingia kulingana na yeye anavyohitaji matokeo zaidi. Kwa hiyo na Yanga tumwangalie Pedro Gonçalves kwa jicho la kuona kwamba huyu anahitaji kuchukua vikombe, kwa sababu tayari watu wamemtengenezea standard ya kwamba hii ni klabu ya vikombe. Kwa nyinyi mnavyotaka mpira wenu, mnavyotaka namna yenu ya uchezaji, kumbukeni kocha anaingia na approach zake kulingana na kila mchezo ili aweze kutengeneza gepu la alama na kuweza kuchukua. Bada Baraka, nikushukuru sana. Pole sana lakini. Ndugu yangu, ndio maisha rafiki yangu, ndio maisha. Simu yangu sasa. Kwamba hapa mnapata ushindi kweli, imetokea. Ni kweli. Tumepata ushindi, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tumefika salama, tumecheza vizuri na ametujalia ushindi. Ndio. Awali ya yote kwanza tulipaswa tushukuru kwa kile ambacho tumekipata. Unajua watu wengi walitubeza kwamba timu ipo hivi, lakini tuliwaambia kwamba sisi bado tupo vizuri, tupo bora zaidi kuliko wao. Ndio. Na ndio maana leo jana tumepata ushindi. Na hivi sasa tunajiandaa kwa ajili ya safari ya kurudi. Ndio. Tunashukuru Mungu kwamba alitufikisha salama, na tena tunamuomba Mungu tena atufikishe salama. Maana hapa mara ya mwisho tulitoka Malawi kimya, leo sura yako ina nuru. Ni kweli. Malawi na hatukutoka kimya. Tulikuwa tuna uhakika kwamba tukifika Dar es Salaam tutafanya kweli. Na tulifanya kweli tena. Na hivyo tutaendelea kufanya kweli ndani ya ligi hii. Sisi ndo mabingwa. Yanga ni bingwa. Yanga ni bingwa. Yanga ni bingwa. Azam kama vile anaandalia dozi hivi, mkicheza naye jana ametoa sare. Ameshapotea. Sisi tuna uhakika kwamba kwa Azam tutachukua point. Azam hawezi kutoka. Azma lazima tuachie. Azam ya Ibenge nani? Kocha la mbinu. Anatujua. Ibenge anatufahamu, sio Azam ya Ibenge. Ibenge anatufahamu. Alitufunga kwenye ligi kipindi kile cha shirikisho. Alitufunga Dar es Salaam. Tulipokwenda kwake tulimuonyesha kwamba sisi ni Yanga. Na ndivyo itakavyokuwa. Tuna kisasi na yeye. Yaani asifikiri kwamba tumesahau. Tuna kisasi na yeye bado. Na kisasi na Ibenge sana. Kwenye ligi ataiona. Ila mimi nimeangalia Azam ina watu balaa, ujue. Hakuna cha balaa tu. Yanga ina watu balaa kuliko hata Azam. Tunao watu balaa kuliko hata yeye. Na kama ana watu balaa, sisi tunapopita yeye mbona anajikwaa? Vipi lakini ratiba yenu? Kama mlikuwa mnapiga kelele ratiba ngumu, lakini mshaanza kupata alama. Ni kweli ratiba ni ngumu, lakini Yanga tuko bora zaidi. Tumshukuru Mungu hilo tu. Pamoja na majeruhi, bila Pakome, bila Diobu, lakini bado tupo vizuri. Yoyote anayeingia sisi bwana tupo vizuri. Bado sana. Sisi tumelalamika ratiba kwamba bwana ipo vibaya, kwa sababu ukiangalia interval toka tarehe 3, 5 bado tena tunaenda FA, tukitoka FA tena ligi hapo. Yani ni kama kweli ukiangalia kuna mazingira fulani hivi yametengenezwa, lakini yote kwa yote sisi tunasema timu yetu ni nzuri, tutaendelea kupambana kila tunapokwenda point 3 lazima. Bwana huyu kocha Pedro huyu kama Mswahili hivi, ukimsikia anachokiongea kama Mswahili hivi, mimi simuelewagi huyu. Na Uswahili mwingi. Hapana. Usikia kauli yake? Hapana, tusijengeke na mifumo ya Simba. Wanatutengenezea taratibu kwamba kocha tumuone mbaya. Kocha bado yupo vizuri. Ni mifumo yake, lakini yale maneno ambayo tunaletewa sasa yanaenda kututengeneza na sisi tutoke tena kwenye mchezo tuingie kwingine ambapo hatutarajii kufika huko. Sisi lengo letu ni kufika kuwa na mabingwa. Mwache tumpe nafasi, tumwamini. Yule ni mwalimu. Yule ni mwalimu. Tumpe nafasi afanye kazi yake kama mwalimu. Hatuna haja ya kumuingilia yale majukumu yake kwamba kila mechi basi katukosea. Hapana. Je, tukipata ubingwa, tukipata ushindi, malalamiko hayapo. Ukiteleza kidogo malalamiko yanakuwepo. Kwa nini? Huwezi kushinda mechi zote. Kila unapokwenda lazima ukutane na mikiki mingine. Draw ni ushindi, kufungwa nao ni moja ya matokeo. Kwa ndivyo tutakavyokwenda, lakini tutarajia kushinda kila mechi ni ngumu. Nimwangalia Buba nikasema hatari. Ni kweli. Tumpe muda. Buba ni mtu mzuri. Bado. Mechi chache sana alizonazo. Kuna mchambuzi mmoja ameandika jana, anasemaje? Yaani yule Buba anavyocheza bora acheze Farid Musa. Ana uwezo wa kucheza Yanga.
matakwa yake au mawazo yake, ameongea yeye kama yeye, lakini mimi hapana. Bora Farid Musa? Hapana. Tuba Yanga. Tuba Yanga. Farid Musa kae benchi. Farid Musa tunajua bora yake, lakini sawa, lakini hautomfikia hapo. Tuba bado yupo vizuri. Bado ni mechi chache sana tumempa bado sana, na uwezo alioonyesha ni upo mbali zaidi sana na Farid Musa. Bado. Na niweze tu kusema labda simkatai sana Farid Musa kwa sababu ni mchezaji wetu pia na ni mzuri, lakini hata uwezo wa yule bwana na ule wa Farid Musa haulingani. Ndio. Bwana ina noma mzee wangu. Nashukuru.